Mtazamaji wa Faida Online TV, ni baadhi ya wananchi hawa ambao wamejitokeza katika eneo la Mto Mambi ambao linapatikana kwenye kijiji cha Ndumbwe, kata Ndumbwe, halmashauri ya Mtwara, mkoani Mtwara, ambao wamekuja hapa mara baada ya kutokea tukio la mtoto ambaye anafahamika kwa jina la Nasri Isausi mwenye umri wa miaka 14 kutumbukia kwenye mto huu, na mpaka sasa nazungumza nawe bado hajaonekana. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa majina naitwa Misiali Malala, ukipenda unaweza kusema mzee wa mafurikoni. Wewe umepokeaje kama mkazi wa hapa? Kama mkazi wa hapa, jana ile mnamo wa saa 11 nimekaa nyumbani pale, baada ya kurudi shamba nikapata taarifa kwamba kuna mtoto amepotea Mambi, maana yake ametumbukia kwenye mto Kitere. Mimi kwa vile tunashirikiana, nikatoka nyumbani pale nikaja pale maeneo ya tukio, yani kwa wafiwa. Nikauliza ilikuwaje, wakanielekeza, nikatoka tukaja kuanza kushirikiana, tukatafuta mpaka kwenye saa 12:30 tukaamua kuchukua nyavu, tukaenda kutega, ni kama zuio. Tumeweka nyavu zile tukarudi. Kwa vile sasa hivi kiza, twendeni nyumbani, inawezekana kama riziki yetu asubuhi itakuwa tayari na minazi. Sisi tumeenda kupumzika. Saa 11:30 asubuhi tumekuja, tumeanza na sehemu ya tukio, tumesearch mpaka eneo la nyavu, tumefeli. Fatwa Ali, mkazi wa Ndumbwe mjini. Sawa, hiki kilichotokea bi mkubwa unazungumziaje? Hiki kilichotokea nazungumza ni sisi hapa kijiji chetu tumekwama kana na mto wa maji. Watoto wetu hawana utuvu wa kufanya kazi zingine. Kazi zao wanazoabudu wao, wakiamka asubuhi hawataki shamba, hawataki wapi, wanataka sana kwenye maji. Na tunajaribu sana kuwakanya kwamba msicheze kwenye maji, lakini hawataki kusikia, wanakwenda kwenye maji. Sisi muda kama huu hatuna muda wa kukaa nyumbani, tunahangaika mashambani kwenda kutafuta riziki la kula nao hawa watoto. Kwa hiyo tukiwaacha nyumbani hawana michezo mingine zaidi ya majini. Una wito gani, unawaambiaje wazazi sasa juu ya jambo kama hili, kuwafuatilia watoto wao pale wanavyoenda kwenye mto huu ambao una maji yanayotembea? Wito wake nao wasema, wazazi wenzangu, kila tukikaa usiku kama tunavyowapata watoto wetu, maana watoto wasi wakubwa, kwa mfano kama mtoto wa darasa la 7 amemaliza, kwa hiyo mchana hatuna muda naye, lakini muda tunaompata tuwe na madarasa nao. Jina langu naitwa Alimshamu Chenjele, mwenyekiti wa serikali ya kijiji Ndumbwe. Pole kwa baridi na pole kwa hayo yalotokea. Tusimulie ilikuwaje? Asante na shukuru. Ilivyokawa ni kwamba watoto walikuwa 4 jana majira saa 9 walienda kuvua. Baada ya kufika mtoni pale, ikabidi wenyewe wanabishana kwamba maji mengi, maji kidogo, maji mengi, maji kidogo. Sasa huyu aliyefariki huyo akasema kwa mimi mkubwa, ngoja nijaribu. Unaona ngoja nijaribu kuingia kwanza. Kwa vile alipojaribu kuingia, moja kwa moja akaonekana tena amezama. Hawa watatu waliobaki juu wamesimama na subiri mwenzao kama atatokea. Unaona mimi napiga simu mwenyekiti, kuna tatizo limetokea, kuna mtoto ametumbukia mtoni Mambi. Nilichofanya mimi ni kupiga mbiu ya mgambo, kukutanyika watu pale, kwenda zetu mtoni kwenda kumtafuta. Tukaenda kuchukua nyavu za samaki, tukaenda kutega kule mbele, kuna sehemu kuna uwazi, tukaenda kuziweka zile nyavu, lakini tumefeli na mafanikio. Saa 2 usiku tumeenda tena kumtafuta hadi saa 7 usiku. Mafanikio hatufanikisha. Saa 11 tukaenda kuanzia pwani hadi huku mtoni, halijafanikisha. Hapo tulivyoomba msaada kwenye jeshi la uokoaji, ndio wali unaiona. Kwa hiyo jeshi la uokoaji wamepewa taarifa leo? Jeshi la uokoaji wamepata taarifa leo. Pengine kwa nini hamkuwapa taarifa mapema? Unajua linapotokea swala kali kama mambo mengine kwamba unakwenda unapitiwa. Nao jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mtwara, mara baada ya kupokea taarifa hiyo, wamefika moja kwa moja kwenye eneo la tukio na kuzamia kwenye maji kumtafuta mtoto huyo, lakini mpaka saa hii na ripoti kwako bado hakuna matukio yoyote ambayo yamepatikana. Nipata nafasi ya kuzungumza na mhusika akituelezea kinagaubaga. Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi Ambrose Ndunguru, ni afisa operation wa jeshi la zimamoto na uokoaji
mkoa wa Mtwara tumepata taarifa kutoka kwa mtoa taarifa CCID wa kituo cha Mtwara mjini kuwa kuna tukio la mtoto kuzama kwenye mto katika kijiji cha Ndumbwe, kata ya Ndumbwe. Kwa hiyo tulitoka timu ya wataalamu, mimi nikiwa kiongozi wa hiyo timu, na kufika hapa Ndumbwe na kuanza zoezi la kumtafuta huyo mtoto aliyesombwa na maji katika huu mto katika kijiji cha Ndumbwe. Zoezi la kumtafuta huyo mtoto bado linaendelea. Tunaamini tutafanyikisha zoezi hilo. Timu ya wataalamu bado ipo kwenye mto inaendelea na kumtafuta huyo mtoto aliyesombwa na hayo maji. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Tukipata taarifa yoyote kuhusiana na tukio hili tutarudi tena hapa kuja kukujulisha. Asante na kwaheri kwa sasa.